Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kumekuwa na mashambulizi ya pande zote mbili kati ya India na Pakistan. Mashambulizi ambayo yametumia makombora mazito na kudaiwa kwamba hadi sasa takribani vifo 36 vimeripotiwa na majeruhi wengi wameripotiwa pia. Kutokana na mzozo kati ya India na Pakistan, mataifa hayo mawili yameshambuliana kwa makombora mazito. India na Pakistan zimeanzisha mashambulizi kwa makombora kwenye eneo la mpaka unaozozaniwa wa pande zote mbili la Kashmir baada ya India kurusha kombora dhidi ya Pakistan. Takribani vifo 36 vimeripotiwa katika mzozo wa sasa ambao ni mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa baina ya mataifa hayo jirani mawili yenye silaha za kinyuklia. Katika kipindi cha miongo miwili iliyopita, mkuu wa jeshi la Pakistan amesema siku ya Jumatano kuwa raia 26 wameuawa katika mashambulizi ya India na watu wengine 46 wamejeruhiwa. Na kwa upande wake India imesema takribani watu 8 wameuawa kutokana na mashambulizi ya makombora ya Pakistan. Jeshi la India limesema limeshambulia miundombinu inayotumiwa na wanamgambo wa Pakistan wa upande wa jimbo la Kashmir unaodhibitiwa na Pakistan. Hata hivyo, maeneo 9 yamelengwa. Afisa wa jeshi la India Kanali Sofia Qureshi amewaambia waandishi wa habari kuwa operesheni iliyofanyika Jumatano asubuhi ililenga takribani maeneo 9 ambapo mashambulizi ya kigaidi dhidi ya India yalipangwa na yalikusudiwa kutoa haki kwa waathiriwa wa mashambulizi ya kigaidi ya Pahalgam. Operesheni Sindoor ilianzishwa kuleta haki kwa wahanga wa mashambulizi ya kigaidi ya Aprili 22 huku Pahalgam pamoja na familia zao. Kambi 9 za kigaidi zimelengwa na zimeharibiwa kabisa katika operesheni hii, alifafanua Qureshi. Maafisa wa Pakistan wamesema makombora ya India yalilenga jimbo la Kashmir pamoja na mkoa wa mashariki wa Punjab. Moja kati ya makombora yalipiga msikiti kwenye mji wa Bahawalpur. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelani mashambulizi haya ya anga na kusema nchi yake inayo haki ya kulipiza kisasi kwa hujuma hizo na za India alizozitaja kuwa ni vitendo vya kivita. Sharif pia ameitisha mkutano wa dharura wa kamati ya usalama wa taifa katika mji mkuu wa Islamabad. Mkutano huo unafanyika Jumatano, unafuatiwa na hotuba kwa taifa. Aidha, kundi lenye itikadi kali za Kiislamu la Jaish-e-Mohammed limesema ndugu zao 10 na kiongozi wake Masood Azhar wameuawa katika shambulizi la India. Viongozi duniani wamezitaka India na Pakistan kuepusha ghasia zaidi. Katika hatua nyingine, viongozi wa nchi mbalimbali duniani wamezitaka India na Pakistan kujiepusha na kuongezeka kwa mzozo. China imeelezea wasiwasi wake kutokana na mashambulizi ya India nchini Pakistan na imezisihi nchi zote mbili kujizuia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, amesema nchi hizo zinapaswa kuitanguliza mbele amani na utulivu na kuepuka kuchukua hatua itakayofanya hali kuwa ngumu zaidi. Uingereza nayo imesema iko tayari kuzisaidia India na Pakistan kujizuia na kuongezeka kwa mvutano. Waziri wa biashara wa Uingereza Jonathan Reynolds amesema hayo kufuatia ghasia mbaya zaidi kati ya nchi hizo mbili. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema ana matumaini nchi hizo mbili zitaumaliza mzozo wao haraka. Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, amesema kiongozi huyo ana wasiwasi kuhusu operesheni ya kijeshi ya India na amezitaka pande zote mbili kujiepusha na ghasia zaidi na kwamba ulimwengu hauwezi kumudu kuangalia ghasia za kijeshi kati ya India na Pakistan. Nchi nyingine zilizotaka India na Pakistan kufanya mazungumzo na kujiepusha na ghasia zaidi ni pamoja na Ufaransa, Ujerumani, Urusi, Uturuki, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Iran. Mataifa yote hayo yametaka kwamba lazima kuwepo na suluhu kati ya mataifa hayo mawili, kwa maana India pamoja na Pakistan. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News, eneo pekee ambalo utaweza kufahamu yanayojiri katika ulimwengu. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.